Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abramu katika njozi likinena, usiogope Abramu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abramu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abramu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka mitatu, na mbuzi mke wa miaka mitatu, na kondoo mume wa miaka mitatu, na hua na mwana njiwa. Akampatia wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abramu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abramu. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abramu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abramu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka